Na mchezo baina ya Simba Sports Club dhidi ya Petro Atletico de Luanda umemalizika. Petro Atletico de Luanda akipata ushindi wa bao 1-0, alama tatu muhimu sana ukiwa ugenini, hasa ukizingatia muktadha wa soka la Afrika. Watu wengi wanakuwa na aim mara nyingi kupata alama moja ugenini, lakini Petro amefanikiwa kuzipata zote tatu. Sasa mimi nafikiri Petro Atletico de Luanda honestly kabisa walikuwa timu ya kwanza. Na kuwa timu ya kwanza hainasibishi swala la matokeo na goli lilivyofungwa. Hivyo ni vitu ambavyo nitakuja kuvizungumzia mbele, lakini Petro Atletico de Luanda walikuwa ni timu ya kwanza kwenye ule mchezo. Walifanikiwa kushinda mipambano yao mingi, mipambano ya kwanza, mipambano ya pili, kwa maana ya mipira ya kwanza, mipira ya pili, yote walikuwa wanafanikiwa kuishinda wao kwa kiasi kikubwa sana. Lakini pia walikuwa organized, yani walikuwa wanakabia juu, kitu ambacho kwenye nadharia ya watu wengi kinaonekana kama ni kitu hatarishi, lakini Petro walifanikiwa kukifanya hicho kitu kwa ufanisi mkubwa sana. Kwa hiyo hata organization yao walipokuwa hawana mpira ilikuwa iko vizuri pia. Lakini mwisho wa siku ukijaribu kutizama mchakato wa goli ambalo wamekwenda kulipata, sasa hii ni kitu tofauti na muktadha ambao nimeuzungumza kwenye kuwa timu ya kwanza. Mimi binafsi lile goli naliona ni goli ambalo lilikuwa si sahihi kuruhusiwa. Yani halikupaswa kusimama, kwa sababu ile ilikuwa ni clear foul kabisa kwa Anthony Mligo. Yani hakukuwa na namna yoyote ambayo yule mchezaji wa Petro Atletico de Luanda aliucheza ule mpira. Ni wazi aliucheza mguu wa Anthony Mligo, na ndio move ambayo imekwenda kuzalisha bao mwisho wa siku. Na najua kuna watu watakuja watasema vipi kuhusu penalti. Kiukweli kwenye engo ambayo refaria alikuwa amesimama, engo ya nyuma kabisa ambayo mimi binafsi niliona, sikuona kama kulikuwa kuna contact. Nafikiri ni kama vile mshambuliaji wa Petro alijaribu kumtamanisha muamuzi kwamba huyu jamaa kashafika na mimi ndo niko na mpira, kwa hiyo nikianguka maana yake natakiwa nipate hii faida, lakini sikuona kama kulikuwa kuna contact hasa. Kwa hiyo tukiliweka hilo bayana, nafikiri bao ambalo Petro amekuja kulifunga mwisho wa siku halikustahili kusimama, lakini mwisho wa siku imetokea. Na kitu ambacho naweza nikakisema kuhusu Simba ni kwamba unajua wakati mwingine makosa ya kiuamuzi kama haya yanatokea, lakini unapozitumia nafasi ambazo unakuwa umezipata mwisho wa siku, maumivu kama haya yanapungua pale ambapo unakuwa unatumia na wewe nafasi zako mwisho wa siku. Kwa hiyo ni 50-50 kiukweli, yani hukutumia nafasi ambazo umezipata, muamuzi kaja katengeneza mazingira ya faida ambayo imekwenda kuwapa Petro nafasi ambayo wao wameweza kuitumia na kuipata. Kwa hiyo ukipima hivi unakundua mwisho wa siku kwamba it is what it is. Lakini kiufupi Simba walikuwa timu ya pili. Nikirudi sasa kwenye hoja ya msingi ni kwamba Simba kiukweli walikuwa timu ya pili. Hawakuwa na uimara kwenye mipambano. Simba walikuwa wanachelewa sana kufika kwenye mipambano, walikuwa wanashindwa kuwin. Hata walipokuwa wanachelewa walikuwa pia wanashindwa kuwin hiyo mipambano, sio mipira ya kwanza, sio mipira ya pili, kwa sehemu yote ya dakika 90. Lakini pia hata walipokuwa na mpira Simba walikuwa wako slow sana, yani tempo yao ya kucheza ilikuwa iko chini. Mpira unarudi nyuma, Petro anapata muda wa kujipanga muda wote, wanaona kila kitu, hatari yote ambayo inaweza ikawa inaletwa kwenye lango lao walikuwa wanaiona kwa kiasi kikubwa, walikuwa wanapata muda wa kujipanga. Ni kwa sababu Simba walikuwa na opt sana kucheza na tempo ya chini. Kuna muda mashambulizi yanaweza kawa yanahitaji kulazimishwa kwenda kwa Petro, lakini Simba bado ata opt kwenda kuangalia safe option, kujaribu kwanza kuangalia nyuma, kutuliza ile tempo. Kwa hiyo ukijaribu kutizama ni kama vile Petro wao tempo na physicality yao ilikuwa juu, Simba tempo yao ya kucheza ilikuwa chini, kiutimamu na kwenye matumizi ya nguvu pia walikuwa chini. Lakini tukija kiufundi, maana hapo sasa tunazungumzia namna ambavyo timu zote zilikuwa tayari kwenye utimamu. Tukija kwenye upande wa kiufundi, kiukweli dakika 45 za kwanza Simba wamezitupa hivi hivi kiufundi, yani Pantev wamezitupa kwa kutoanza na mshambuliaji wa kati. Hapo sitaki hata kueleza vitu vingi, kwa sababu kiukweli kabisa, yani katika vitu ambavyo vilikuwa vinawagharimu kwa kiasi kikubwa sana Simba, hasa kwenye kipindi cha kwanza, kila mpira mrefu ulipokuwa unapigwa, mabeki wale wa Petro Atletico de Luanda ambao kiasili kwanza ni warefu, walikuwa wana win na kusafisha kila kitu. Imagine wale center backs wa Petro Atletico de Luanda wanakwenda head on na mtu kama Mutale, mtu ambaye kiasili ni mfupi, then pia sio mtu ambaye yuko vizuri kwenye kuwania mipambano. Ina maana ni kama vile kwenye mipambano ya juu kwenye kipindi cha kwanza wakati Simba wanashambulia, 45 za kwanza zote zilipotezwa kwa kutoanza na mshambuliaji asilia.
walau kipindi cha pili alipoingia Jonathan Soa kulikuwa kuna hali ambayo inabadilika. Ilikuwa ni 50-50, kuna muda Soa anaweza kuwin, kuna muda mabeki wale wa Petro wana win, lakini first 45 minutes zilikuwa wasted kwenye matumizi ya kucheza na mshambuliaji kivuli kwa maana ya false 9. Lakini mwisho wa siku kitu ambacho naweza nikakisema pia ni kwamba kiukweli mimi sikuona kwa nini Neo Maema amemaliza dakika 90 kwenye ule mchezo. Honestly kabisa, I'm just being honest kabisa. Yani hakuwa na game nzuri, hakuwa anaonekana kwenye mipambano. Yani pengine mwafaka wa Maema ungeweza hata kuhitimishwa ndani ya dakika 45 za kwanza tu peke yake. Pengine kipindi cha pili kilipaswa kuanza kikiwa na sura nyingine kwenye ile nafasi ya Maema. Lakini mwisho wa siku mwalimu akaendelea kubaki na ile option, na kwa kiasi kikubwa sana haijakwenda kuwalipa. Na mimi nafikiri ni miongoni mwa wachezaji ambao walipaswa kupumzishwa mapema zaidi. Lakini ultimately mimi nafikiri Simba, licha ya kwamba nimebainisha kwamba bao ambalo wamefungwa halikupaswa kusimama, lakini ukitoa nafasi ambazo wamezipoteza in terms of performance walioonyesha Simba, yani hata kama wangepata matokeo yoyote, iwe ni ushindi iwe ni sare, bado kungekuwa kuna kazi kubwa sana ya kufanya kiukweli. Na pengine kipigo kama hichi ndo kinakwenda kukuamsha, kinakuambia kwamba bwana sikiliza, inawezekana kuna mazingira ambayo yamepelekea kipigo ambacho umekipata, lakini na wewe pia hujacheza vizuri. Yani uwezi ukakaa hapa ukasema kwamba unajua kimetokea kilichotokea, lakini na mimi pengine labda nilikuwa na njia hizi. Ukitoa nafasi ambazo kiukweli pengine zingetumika, zingeweza kuwa na mwafaka mwingine, lakini in terms of the overall performance ya Simba ilikuwa mbaya. Kwa hiyo mimi nachoweza kusema ni kwamba unaweza ukachukua hichi kipigo kwa namna ambavyo unataka kukichukua. Unaweza ukawa na mjadala wako kuhusu bao ambalo Petro amelifunga mwisho wa siku, lakini hakukuwa na kikubwa ambacho Simba nao walistahili. Ukitoa nafasi ambazo wamezipata, kiukweli inabidi tu warudi kwenye uwanja wa mazoezi, wakajipange upya, wakaitathmini hii performance, kwa sababu kiukweli kabisa Petro sio kama ni timu ambayo ilikuwa inaonekana inatisha kiasi hicho. Yaani hata hiyo performance ya Petro sio kwamba labda ilikuwa ni over the roof. Ilikuwa ni an above average performance, na wao pia walikuwa na nyakati zao ambazo walikuwa wanafanya makosa, na ndio maana kuna nafasi ambazo waliziruhusu kwenye lango lao. Lakini mwisho wa siku ukiwalinganisha wao na Simba hali yao ya kiuchezaji ilikuwa dhaifu zaidi yani. Kwa hiyo ni kama vile Petro alikuwa tu na ile just above average, yani kwamba juu kidogo tu ya wastani, lakini sio kwamba labda ilikuwa ni ile wow performance kutoka kwao. Kwa hiyo hiyo peke yake inapaswa kuwaonyesha Simba kwamba kama wamefungwa na timu ambayo na yenyewe pia haikuwa na ile wow performance, manake kumbe Simba na wao pia wana kazi kubwa sana kwenda kuifanya kwenye uwanja wa mazoezi kiukweli. Kwa hiyo ndio iko hivyo, performance ilikuwa below par kutoka kwa Simba. Kunaweza kuwa kuna mijadala tofauti kuhusu goli, vitu ambavyo tayari nilishaviweka bayana tangu mwanzo kwamba lilikuwa ni goli ambalo lina ukakasi kiukweli, lakini ultimately Simba wanapaswa kwenda kufanya kazi kweli kwenye uwanja wa mazoezi, kuhakikisha kwamba wanarudi on track, wanakwenda kupata alama muhimu ugenini katika mchezo wa kimataifa unaofuata.